Karibuni katika adhimisho la misa takatifu leo, ikiwa ni Dominika ya nne ya Majilio ya Mwaka A. Ni Dominika ya mwisho ya Majilio kabla ya kuadhimisha fumbo kubwa la ukombozi wetu, fumbo la uadhimisho kwa kuzaliwa kwetu Mwokozi wa ulimwengu, Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu leo linatualika kutafakari imani, yaani Mungu pamoja nasi. Tunakumbushwa juu ya upendo na uaminifu wa Mungu aliyetuamini akawa sawa na sisi na akakaa kwetu, akitimiza mpango wake wa tangu kale wa kumkomboa tena mwanadamu aliyepotea kwa sababu ya dhambi. Mama Maria Mtakatifu Yosefu, kwa imani, upendo, utii, uaminifu wa kike, wanakubali kushirikishwa mpango wa Mungu wa kukomboa wanadamu. Nia za misa hii. Mwombea marehemu Elfrofia Milisho Mwacha. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa pumziko la milele mbinguni kwa mtoto wake Devota Masi. Mwombea marehemu Regina John Tenga, aendelee kupumzisha kwa amani Mungu na mtoto wake. Kuombea marehemu Forward John Tenga, Yerwalda John Tenga, Mercedes John Tenga, Simon Tenga, Mungu na familia. Mwombea marehemu Paulina Enza, Daudi Mtumbo, Mshimshimo Aule, Mungu na familia. Kuombea marehemu William Jackson Juma, Peter Jackson Juma, kwa wapokee kwenye ya uso wake, Mungu na familia. Kuombea marehemu Siwajibu Shabani Ribali Hussein Juma Mbete, kwa rehema Hussein Juma. Kumshukuru Mungu kwa wanao wapendwa Glory na Lazaro na Henry Polisiano wa kufanikiwa kumaliza chuo na kuomba baraka kwa ajili ya afya yao ili waweze kupata ajira. Mungu na familia ya Bwana Lazaro Msasalaki. Mwombea marehemu Kabisa Matieli Kamene, Mungu wa sisi. Kujiunganisha nia hizi na nia zetu sisi wenyewe, tujiweke mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tupite dhambi zetu, tusaidie kuhakikisha na muungamia Mwenyezi Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Wala
ilithibitishiwa kwa ujumbe wa malaika kwamba Kristo mwanao amejifanya mtu. Kwa mateso na msalaba wake tufikishwe kwenye wokovu wa ufufuo. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika ufalme wa Mungu milele na milele. Siku zile Bwana alisema na ahadi ya kunena, jitakie ishara ya kwanza Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana, au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Naye akasema, sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu, hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atampa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Neno la Bwana. Mfalme mtukufu apate kuingia, yeye ndiye mfalme mtukufu.
cha mtafutao, wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kutiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo. Kwa wote waliopo Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Hilo ndilo neno la Mungu. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe,
kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii Isaya akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alipomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Ahazi hakutaka kuamini zile ahadi za Mwenyezi Mungu alizowapa wana wa Israeli, ambaye alikuwa tofauti na Yosefu, ambaye aliamini yale yaliyosemwa na Mungu kupitia kwa malaika. Umwilisho ulikuwa na unyenyekevu, naona Kristo Yesu aliyekuwa anatoa namna ya binadamu na kuishi kati yetu. Anaacha enzi na mamlaka yake, anashuka akatoa mwili wetu na yeye, ili tuaje kuwa sababu ya wokovu wetu. Sasa tujiulize, je, mimi na wewe wanyenyekevu? Mara ngapi tuko tayari kushusha? Mara ngapi tuko tayari kuunganishwa kwa ajili ya Kristo? Mara ngapi tuko tayari kupitia changamoto mbalimbali za maisha kwa ajili ya Kristo? Mara ngapi tumewasaidia wenzetu bila kutaka faida? Au wazuri katika hali yetu tumeenda vyote, tumekimbia aibu na fedheha, tumepambana kupata haki zetu, hata kujaza uongo, tumepambana kupata cheo, hata kwa njia zisizofaa kwa manufaa yetu wenyewe. Tujitafakari upya kama tunataka Kristo azaliwe ndani ya mioyo yetu na kuishi mioyoni mwetu na katika maisha yetu. Lazima tukubali kuwa wanyenyekevu, tukubali kujitia kwa nafsi yetu na kujitoa kila siku kwa ajili ya Kristo na watu wake. Ukosefu wa uwakilishi wa familia takatifu ndio Mwenyezi wa
tusaidie kupokea kazi na wajibu ambazo mtukabidhi hizi. Bwana, wajalie baba wa familia karimu na mabamishi Yosefu katika kuyaangalia mahitaji ya familia zao. Bwana, waamsha wakina mama wa familia kutimiza vema kazi ya kuwalea watoto wao, kuwatunza na kuongoza katika njia ya imani. Bwana, utupe sisi sote neema za kuitikia wito wetu tuliopangiwa tufuate kwa uaminifu. Bwana, utupe moyo wa kuwatunza wazee wetu, kuwasaidia maskini na kuwatayarishia wote wasiojiweza misaada ya kuyafanya maisha yao mazuri. Bwana, wakumbushe watu waliopewa wadhifa kutimiza mamlaka yao kwa manufaa ya watu waliokabidhiwa. Bwana, naomba tena
ukaletea uzima na kutukuza wala watu wasoma wako kujuka na wale waliotoleka dalili sana kwa jina basi Bwana msifu Mungu ambaye anatolea basi upende kutekeleza kwa Yesu na mshukuru maana ni usaidizi leo nilikuwa mkate shukuru na bariki na omega na wafuasi wake akisema kwa ile yote Mungu wangu utakao Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Agustino, mwombezi, mlinzi na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako kusanyiko wako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioangamia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata Yesu milele na utukufu milele milele. Kupitia Yesu Amen.
Karibuni kusikiliza matangazo. Leo ni Dominika ya 4 ya Majilio ya Wapenzi wa Kanisa. Tangazo la kwanza ni usafi na vipaji. Tunawashukuru kanda ya Kafuu kwa usimamizi usafi na vipaji kwa wiki iliyopita. Wiki hii ni zamu ya kanda ya Chiwani wakifuatiwa na kanda ya Chiwani. Wakati huo kanda ya Chiwani wajiandae. Aidha, kanda za zamu zitahusika na kusoma masomo ya siku husika na sio vinginevyo. Tangazo la pili ni matoleo. Kwa wiki iliyopita sadaka ya kwanza, yaani misa ya kwanza, ya pili na ya tatu ilikuwa ni shilingi milioni 2,350,000 na shilingi 50. Sadaka ya pili ya mama mjane, misa ya kwanza, ya pili na ya tatu ilikuwa ni
1,904 na zaka ilipatikana shilingi 2,070,700. Hiyo ilikuwa taslimu. Zaka benki ilikuwa ni 4,078. Tegemeza jimbo ilipatikana shilingi 39,000. Jumla ya zaka pamoja na mafuno yani ilikuwa ni 7,087,700. Na mchango wa Utoto Mtakatifu hapa parokiani ilipatikana shilingi 97,500. Jumla kuu ni shilingi milioni 4,240,650. Tunawashukuru wote kwa moyo wa ukarimu. Mwenyezi Mungu awazidishie pale alipopunguza. Tangazo la tatu ni sikukuu ya watoto mashahidi. Kutakuwa na sikukuu ya watoto mashahidi itakayofanyika tarehe 27 Disemba 2025 katika viwanja vya parokia ya Kristo Mfalme Tabata, ambapo watoto watakatifu watapata nafasi ya kushiriki misa takatifu na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na askofu msaidizi na baadaye chakula cha pamoja. Uongozi wa Utoto Mtakatifu jimbo la Dar es Salaam tunaomba kila kanda kuwachangia angalau watoto wawili au zaidi kiasi cha shilingi 15,500 kwa kila mtoto ili waweze kushiriki tukio hili. Na mwisho wa kupokea mchango huo ilikuwa jana 20 Disemba, lakini kwa wale ambao bado hawajatekeleza tunaomba watumie siku ya leo kwa ajili ya kukamilisha mchango huo. Tangazo la 4 ni mafundisho ya sakramenti mbalimbali. Uongozi wa parokia unawatangazia waamini wote, hususani wazazi na walezi wenye watoto wanaohitaji sakramenti ya komunio kwanza kuleta maombi parokiani, kuchukua fomu katika jumuiya zao na kuziwasilisha katika ofisi ya masista. Aidha, kwa wale wanaohitaji kuingizwa katika Ukristo yaani wakakumeni, wanaomba pia kuchukua fomu katika jumuiya zao. Ofisi ya masista itakuwa wazi katika fomu hizo kila siku za Jumanne hadi Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana, saa 6:30 mchana na saa 10 mpaka saa 12 jioni. Sote tunaomba kuzingatia muda wa kulisha fomu za mafundisho. Tangazo la 5 ni mahitaji kwa ajili ya matendo ya upendo. Waamini wote tunatangaziwa kuwa katika kusherehekea sikukuu ya Noeli ni vyema kuwa na sababu ya kuleta tabasamu kwa wengine, hasa kwa mahitaji. Tunaomba waamini kuendelea kujitoa wezavyo kwa ajili ya watoto wetu na unahimizwa kuwasilisha mahitaji hayo kwenye ofisi ya sekretari ili yagawiwe kwa mahitaji. Mahitaji hayo ni pamoja na mchele, mafuta ya kupikia, sukari, chumvi, unga, nguo na vitu vingine vitakavyogawiwa kutoka. Tunaendelea kupokea vipaji hivyo vya matendo ya upendo na tunaendelea kuwashukuru wale wote ambao tayari wakuwasilisha mapaji yao. Mungu akapajaze zaidi pale walipotoka. Tangazo la 6 ni bahasha za Krismasi. Bahasha za Krismasi ziligawanywa siku ya Jumapili ya tarehe 14 Disemba 2025. Viongozi wa kanda tunaomba kuhakikisha zigawanywe kwenye jumuiya wanajumuiya na zile jumuiya ambazo bado hazijachukua, naomba kufika katika ofisi ya sekretari kwa ajili ya mashahidi. Ambaye kutoka Msoma anatarajia kufunga ndoa na Ivona Bareja Bishe binti Bareja Pita na Clementina Kayanda kutoka Roma Moshi. Wanaharusi mtarajiwa anasali parokia teule ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Msala Kumahewa juu jumuiya ya Mtakatifu Gaspari Bufaro, na bi harusi mtarajiwa anasali kutokea Ambrosi Agasti jumuiya ya Mtakatifu Thomas Queen. Basi yote yanajua kizetu cha Kiswahili hizi aweze kutoa majibu mapema katika ofisi ya tusikilize ibada za misa wakati wa sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya.
Ratiba ya ibada ya Krismasi mwaka mpya ni kama ifuatavyo. Ibada ya misa wakati wa mkesha wa Krismasi tarehe 24 Desemba 2025 zitaanza saa 3 usiku parokiani na parokia teule ya Eklesia kwa mtoto Yesu. Siku ya Krismasi, yaani tarehe 25 Desemba 2025, kutakuwa na misa mbili kwa parokiani, ambapo misa ya kwanza itaanza saa 1 kamili asubuhi na misa ya pili itaanza saa 3 asubuhi. Hali kadhalika parokia teule kwa ratiba hiyo. Krismasi ya tarehe 26 Desemba 2025 kutakuwa na misa moja kwa parokiani itakayoanza saa 1 kamili asubuhi, ambapo kutakuwa na ubatizo wa watoto wadogo, na kwa parokia teule ya Eklesia wa mtoto Yesu misa itaanza saa 1 pia kamili asubuhi. Mkesha wa mwaka mpya tarehe 31 Desemba 2025 ibada itaanza saa 3 usiku, yaani parokia teule Takatifu Teresia wa Yesu. Tarehe 1 Januari 2026 mwaka mpya kutakuwa na misa mbili kwa parokiani, ambapo misa ya kwanza itaanza saa 1 asubuhi na misa ya pili itaanza saa 3 asubuhi. Pia parokia teule ya Takatifu Teresia wa Yesu misa itakuwa ni mbili tu. Ili kujiandaa na shughuli ya Noeli, DIWAWA kushirikiana na kamati tendaji naomba kupanga fedha kwa ajili ya kuandaa pango la mtoto Yesu kwa wakati. Tusikilize pia ratiba za usimamizi na usafi kipindi cha Krismasi pamoja na kambi. Siku ya mkesha Jumatano wa Krismasi tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka huu, kanda ya zamu itakuwa WAWATA na wasimamizi pamoja na vipaji pia WAWATA watasimamia. Siku ya Alhamisi ambayo ndio Krismasi, siku ya Krismasi tarehe 25 mwaka 2025, kanda ya zamu itakuwa ni G2 na pia wasimamizi wa vitaa na vipaji itakuwa ni kanda G2. Siku ya tarehe 26 Boxing Day, kanda ya zamu ambayo itasimamia usafi itakuwa ni G2 na wasimamizi pamoja na vipaji watakuwa wanawabatiza watoto. Siku ya Jumamosi na Jumapili tarehe 27 na tarehe 28 mwezi wa 12, kanda ya zamu itakuwa ni H1 pamoja na wasimamizi wa vipaji kanda ya zamu H1. Siku ya Jumatano, yaani mkesha wa mwaka mpya tarehe 31 mwezi wa 12, kanda ya zamu itakuwa ni H2, alafu wasimamizi na vipaji watakuwa ni chama cha kitume wao. Siku ya Alhamisi mwaka mpya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, kanda ya zamu itakuwa ni H2 na kanda ya kusimamia pamoja na vipaji pia kwa kanda ya zamu H2. Na siku ya Jumamosi tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, kanda ya zamu itakuwa ni J1 na pia kuendelea usimamizi J1. Jumuiya zote za zamu zihakikishe kanisa linakuwa safi. Kwa hiyo tunajipangia muda na wakati ni namna gani ili misa zote hizi ziende katika hali ya utaratibu mzuri, kanisa likiwa safi. Matangazo kuhusu kozi ya kupata hiki chama cha kitume familia, mtume wa familia Tanzania inatangaza kozi inayoshirikiana na idara ya kichungaji jimbo kuu la Dar es Salaam, inaandaa kozi kwa ajili ya walimu wa familia kufuata. Na tunajua kwamba kwa sisi hapa Tanzania yetu naye mratibu wa chama hiki ambaye anafuata kwa kwetu hapa Mama Gogoka Tayoba. Kwa hiyo basi tunatangaza kozi, muda wa kozi
Kozi itaanza Jumatatu tarehe 5 Januari 2026 mpaka tarehe 8 Februari 2026 kwa muda wa wiki 5, yaani siku 35, na mahali itafanyika katika kituo cha mafunzo na malezi ya kiroho cha Halmashauri ya Walei Tanzania Isidori Makanja Stakishari, Dar es Salaam. Muhimu, kozi hii ni lazima kulala katika kituo cha mafunzo hadi mwisho. Kila dekania inahimizwa kujitahidi kuleta washiriki angalau 4. Kwa hiyo na sisi hapa parokiani basi tujitokeze kupata mafunzo haya ambayo yanasaidia kuimarishaji na familia na malezi. Mwisho wa malipo ni tarehe 30 Disemba 2025. Kwa maelezo zaidi nafikiri katika ofisi na namba za simu hapa 0787 188 151 au 0754 412 113 au 0713 783 050. Basi maelezo zaidi kwa ofisi utaweza kupata zaidi. Na mwisho, wenzetu watumeendea wanaingia Vitenge, tumetembea nafikiri kama wiki mbili tunakumbuka, lakini bado kuna waamini ambao bado walikuwa wanahitaji Vitenge kama kuishia. Basi wameleta tena Vitenge, kwa hiyo mhitaji wa Vitenge na tumeingia Vitenge vizuri kama tunavyoviona kwa bei ya shilingi 35,000, na baada ya misa tunapatikana pale Mtoni, kibanda cha ndizi tutakuwepo pale kwa bei ya shilingi 35,000. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kuwaunga mkono katika kushiriki na sisi uinjilishaji. Mwisho wa matangazo. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana kutoka Yerusalemu ni kama waje wao kutoka seminari ya shirika la Mtakatifu vijana wengi Mheshimiwa Paroko Padre na waumini. Yesu Kristo mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za Katoliki. Kuna nyimbo nimezitunga ziko 8, ila leo tutaimba 3, na hizi nyimbo ninajiandaa kwa studio. Kwa hiyo nikaona Sinde kwanza studio nyingi washirikishe ili tuone zikishatoka ujeni ndio nyimbo zangu zilizotoka. Niko na wenzangu anatokea nyimbo Katoliki za Moshi wakuja kujiunga mkono kwa sauti yangu kwa wanamuziki wote wa karibu kisha nitaenda kuwaidia. Mheshimiwa Paroko, Mheshimiwa Padre, Padre, Sista, waumini, siku Yesu Kristo. Majina naitwa Brian Peter Nyako, pia jimbo la Moshi, parokia Roho Mtakatifu Mama. Nimekuja hapa kuomba sapoti yenu, kama alivyosema wenzetu, tumetunga nyimbo tukajiandaa kwenda studio tukiwa shuleni. Tukajichanga chini kama wanafunzi, wakianza shilingi 20,000 naingia studio na ambia vijana wangu hiyo 20,000 beuli ya simu yako na mtandaoni. Studio kule anawaambia mnalipenda nusu, 3,000. Tukasema sasa unafanyaje mwache? Rian akatwambia usikate tamaa, tunaendelea muda mrefu. Anasema tufanye kila mmoja ana parokia yake.
Mungu ya parokia, tuombe msaada, watusaidie, watuwezeshe kidogo na sisi tuweze kufanya audio na video. Kristo tumaini letu. Mheshimiwa Baba Paroko, Padre, Sista na waamini msifu Yesu Kristo. Mama Maria, kwa majina naitwa Grace, natokea jimbo la Moshi, parokia ya Kikeleo. Kama walivyoongea wenzetu, kwa tunaomba sana kwa kweli tuweze kukamilisha hilo ambalo tulipanga. Pia ni namna tofauti za kulitangaza neno la Mungu, na ikiwezekana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuweze pia kufikia wito wetu mtakatifu. Msifu Yesu Kristo. Basi hizo nyimbo ziko tatu. Nyimbo ya kwanza inaitwa Enyi watu wenye na huruma kwa maskini. Nyimbo ya pili inaitwa Asubuhi Imefuka, msifu Bwana. Nyimbo ya tatu inaitwa Tuishangilie huruma ya Mungu, matendo makuu aliyotendea. Enyi watu, kwa nini mnawatesa yatima walio kama sisi? Enyi watu, kwa nini mnawatesa yatima walio kama sisi? Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Badala ya kuwalea na kuwasaidia na kuwapenda, tunawanyanyasa. Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Badala ya kuwapa vyakula tulivyo navyo tunavimwaga. Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Kuweni na huruma, kuweni na huruma, na waacheni waishi. Asubuhi imefika, ndege wengi wanaimba wakuimbia wewe Bwana, na sisi pia tunakuimbia Bwana. Asubuhi imefika, ndege wengi wanaimba
kuimbia wewe Bwana, na sisi pia tunakuimbia Bwana. Tumwimbie Bwana kwa nyimbo na tenzi, tumwimbie Bwana aliyetuumba. Tumwimbie Bwana kwa nyimbo na tenzi, tumwimbie Bwana aliyetuumba. Mabadi wote na masista wakuimbia wewe Bwana, na sisi pia tunakuimbia Bwana. Tumwimbie Bwana kwa nyimbo na tenzi, tumwimbie Bwana aliyetuumba. Tumwimbie Bwana kwa nyimbo na tenzi, tumwimbie Bwana aliyetuumba. Watu wote tusimame, tuishangilie huruma ya Mungu. Watu wote tusimame, tuishangilie huruma ya Mungu. Watu wote tusimame, tuishangilie huruma ya Mungu. Na sisi tupige makofi, tushangilieni kwa furaha. Na sisi tupige makofi, tushangilieni kwa furaha. Huruma, huruma, tushangilie kwa vigelegele na makofi, shangilieni kwa furaha. Huruma, huruma, tushangilie kwa vigelegele na makofi, shangilieni kwa furaha. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenifanyia makuu, jina lake ni takatifu, huwafikia wanaomcha. Na sisi tupige makofi, tushangilieni kwa furaha. Na sisi tupige makofi, tushangilieni kwa furaha. Huruma, huruma, shangilie kwa vigelegele na makofi, shangilieni kwa furaha. Baba Baroji, tunakushukuru sana kwa hii nafasi, kwa kupa nafasi ya kuimba hapa mbele yetu. Ndio tunatarajia kupata kwenda wiki ijayo. Kwa hiyo tukisikia tukishatoka tuenzi za seminari kutoka hapa sasa hivyo tulisema asante.
Mheshimiwa Naibu Baba Paroko, Baba Asenga, Pendo Fratelli, Sister na wanaamini mapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Hongera sana kwa kuja kusali Dominika ya 4 ya Majilio. Mimi nimefurahi kusali pamoja nanyi. Nimefika hapa Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu kutoka huko mbali mpakani mwa Tanzania. Naitwa Padre Evasius Gosbert Shumbusho wa Jimbo Katoliki la Mlenge Ngara na hudumu katika parokia Mtakatifu Gabrieli Lwanga Muganza, iko katika wilaya ya Chato mkoani Geita. Basi pamoja na hayo nimekuja kuwasalimu pia ndugu zangu, na leo ikanipendeza nifike kumsalimia baba, lakini pia kuwasalimu nanyi. Hongereni sana kwa kujenga nyumba nzuri ya Mungu yenye utukufu wa pekee, lakini pia hongereni kwa ushiriki kamili katika maadhimisho matakatifu. Asanteni nyote na karibuni Chato. Mungu awabariki. Niwatakieni heri ya Krismasi na mwaka mpya. Asante sana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi mimi si mgeni sana hapa, mmekuwa mkiniona wakati fulani fulani. Kwa majina ni Fratelli Blasini Robert Farahani wa Shirika la Msalaba Mtakatifu, mzaliwa wa Jimbo Katoliki Moshi, ila kwa sasa ninafanya masomo yangu ya teolojia kule Nairobi, na nimepata likizo kidogo ya Krismasi, nikaona nije nimsalimie baba na niwasalimie ninyi pia ambao tumekuwa pamoja mara nyingi mkiwa likizo. Mungu Amen.